Leo ni sikukuu, kuna jambo ambalo nataka tuliangalie kibiblia. Kitu cha kwanza nataka nikupe tafsiri ya neno sikukuu kimaandiko. Na andiko la kwanza au maandiko tutakayotumia kwenye kitabu cha Kutoka. Kuanzia leo ukisikia neno sikukuu uelewe kibiblia sikukuu ina maana gani. Halafu baada ya hapo uelewe sikukuu za Mungu ni zipi. Ili ukijichanganya Mungu akakwambia ulimshelekeaga shetani, usiseme sikubahatikaga kumsikia mchungaji aliyempa mafunuo sahihi. Sawa Kwa sababu jamani tunatofautiana. Kuna wachungaji ambao hawajafanikiwa kukaa sehemu za siri wakasikia yaliyoko kwenye moyo wa Mungu ambao yameandikwa hapa kwenye Biblia hapa. Ingawa kuyaona inahitaji macho ya Mungu ndio yaone. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 5 mstari wa 1, halafu Kutoka 10 mstari wa 9 na Kutoka 12 na 14 utapata nusu tafsiri ya neno sikukuu. Lakini ukienda kwenye Walawi 23:1 mpaka 3 kama sikosei, utapata tafsiri halisi sikukuu ni nini kibiblia. Kutoka 5:1, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Maneno haya maana yake ni kwamba walikuwa wanaongea na Farao kile ambacho Mungu ndo anachosema. Ndio maana ya asema hivi, sio cha kwao. Kwa tafsiri na kitu anachokiongea ndio tafsiri ya mbinguni. Sawa? Asema hivi, wape watu wangu waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Weka alama kwenye hilo neno, kunifanyia sikukuu jangwani. Haya ni maneno ya muhimu sana. Ndio maana nakwambia ukija kumshelekea shetani Mungu akakukataa usishangae. Ili kunifanyia sikukuu, neno la kwanza liweke sana akilini. 10:9 Kutoka 10:9 Biblia inasema, Musa akamjibu, kwa sababu ukianzia mstari wa 8, Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakaokwenda? Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Kumfanyia Bwana sikukuu. Shika hilo neno, ni la muhimu sana. Kumfanyia Bwana sikukuu. 12:14 Haya mafundisho ni muhimu sana. Mtu akiyajua, sidhani kama kwenye mambo haya atamtenda Mungu dhambi. 14. Tuanzie mstari wa 13. Sura ya 12 Kutoka, kuanzia mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Itakuwa ukumbusho. Sasa hapo weka alama kwenye neno ukumbusho kwa Bwana, iwe sikukuu yenu kwa Bwana. Kule tumetoka kule tumeona kwa Bwana, kwa Bwana, kwa Bwana. Hapa tumeona ukumbusho kwa Bwana. Sawa?
Twende sasa ili tupate tafsiri kamili sasa. Twende kwenye mambo ya Walawi. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, kwa hiyo nikikufundisha naamini utaelewa. Shetani akikudanganya utakuwa umeamua kudanganya. Jamani, hii ndio Biblia. Kila kilichoandikwa huko kimeandikwa kukufundisha, kukupa hekima, kukuonya na kukuadibisha. Kukufundisha, kukuadilisha, kukupa hekima, kukuonya. Biblia inasema Mambo ya Walawi 23 mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, sikukuu. Narudia, naomba tusikilizane. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, sikukuu za Bwana, sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu. Ongeza, weka alama, sikukuu za Bwana. Tumeona kule mnamfanyia sikukuu Bwana, tukaona ukumbusho, tukaona tena sikukuu za Bwana. Mnamfanyia sikukuu Bwana au mbele ya Bwana mnafanya sikukuu, ukumbusho, alafu tumeona sikukuu za Bwana ambazo mnapiga mbiu kuwa ni kusanyiko takatifu. Hizi ni sikukuu zangu. Akaanza kuziorodhesha sikukuu za Bwana. Sawa? Sasa kibiblia sikukuu ni nini? Sikukuu ni sherehe kibiblia. Sikukuu ni sherehe zenye sababu fulani au ukumbusho. Tumeona kule ukumbusho ni sherehe zenye sababu fulani inayofanya mkusanyike mbele za Mungu kwa ajili ya kusherekea na kunywa na kula na kufurahi, wakati mwingine na kucheza, kama ishara ya furaha yenu mbele za Bwana kwa jambo ambalo Mungu pia amelifanya kwenu na anatamani mfurahi kama kumfurahia yeye. Ndio tafsiri ya Biblia. Usije ukasahau. Ukichukua kwenye hayo maandiko, moja, sikukuu si sikukuu mpaka Bwana afanye jambo fulani kwenu. Ni pointi ya kwanza ya muhimu. Lakini kufanya jambo kwenu haifanyi mfanye sherehe, ila mpaka Bwana awaamuru. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunaongea Biblia. Hatuongee mawazo ya watu. Tumetoka kwenye maandiko huku. Mungu ndo aliwataka wana wa Israeli wafanye sherehe akiwaokoa. Yaani yeye alifanya kuwaokoa, alafu akaamuru, nikiwaokoa fanyeni sherehe. Kwa hiyo sikukuu si kwa sababu Bwana katenda neno. Anatenda neno, alafu akitenda neno ameamuru pia msherekee. Sawa? Ndio tafsiri ya sikukuu kibiblia. Tafsiri ya sikukuu kidunia ni kumbukizi ya jambo lolote lile ambalo linafanya mlikumbuke kwa kusherekea. Basi ni tafsiri ya nini? Ya dunia. Ya sikukuu. Tafsiri ya sikukuu kidunia. Ya kimungu, lazima Mungu awe amefanya jambo, alafu Mungu akishafanya lile jambo anawaamuru mlisherekee mbele zake.
Nakumbuka kuna mahali fulani Biblia inasema Mungu hufurahi pamoja na wanaofurahi. Kwa hiyo ni utaratibu Mungu amejiwekea. Akifanya jambo huwa ni yeye amemshinda shetani na ni jambo la ushindi, yeye na nyinyi mkae pamoja mfurahi. Ndio sikukuu kibiblia. Kidunia ni nyinyi mnajiamlia tu, Nyerere alikufa mwaka fulani, tarehe fulani. Kwa kila mwaka tutasherehekea Nyerere Day. Ni nyinyi mmejipangia. Hiyo ni ya nini? Ya dunia. Nyerere Day, Valentine Day. Valentine mnamjua? Kuna bwana mmoja alikuwa muhuni jambazi, ila alikuwa ni kiongozi wa hawa ndugu zetu hao. Sawa Alikuwa ni kiongozi wa hawa ndugu zetu. Kasome historia ya Valentine Day ambao watu wanasema ni siku ya wapendanao. Ni siku chafu kuliko. Historia ya Valentine, yeye alikuwa ni kiongozi wa dini, ya dini yetu ya Wakristo, dini yetu ni nyingine. Huyu Valentine, kwa kuwa hawaruhusiwi kuoa, yeye alikuwa mbakaji wa watoto, mlawiti, na baka watoto kiume. Valentine yuko baka watoto hivyo. Kwa hiyo zile taarifa zikamchafua, lakini alikuwa na heshima kwenye dini yao huko Ulaya huko, zikamchafua. Kwa hiyo ili kuziba lile tatizo, wakaandaa zawadi, wakawa wanaenda kwa watu, kwa watoto yatima nini, wanajaribu kuwapa watu, anawapa watu. Kwa hiyo akafanya kale kama mfumo, kila mara kwa mara panaenda anasaidia watu. Siku alivyokufa, watu wakasema Valentine alikuwa mtu mzuri, mbakaji huyo. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tunamkumbuka kwamba siku ya Valentine ni siku tutakuwa tunapeana zawadi za upendo. Mbakaji. Tarehe 14 mwezi wa pili ikawa ni Valentine Day. Na mwanzilishi ni mbakaji, alikuwa anazima mapengo na kuzibaziba kuwadanganya watu, na watu wanafurahia. Mpaka sasa hivi zimeingia makanisa ya kiroho. Jamani, mpaka sasa hivi zimeingia kwenye makanisa ya kiroho. Valentine sasa hivi hayapiti makanisa ya kiroho. Wanawapelekea wachungaji wao zawadi. Wachungaji wanawapa wenzao zawadi, wanaweka matukio ya wanandoa, wanafundisha siku hiyo namna ya wao kuishi vizuri kwenye ndoa zao. Wanavaa na nguo nyekundu, na mchungaji anakuja amevaa koti nyekundu na mchungaji wa nyekundu. Watu wamelogwa eti. Kutoka kwa mbakaji aliyebaka watoto wa watu, mpaka ikafika watu wakaandamana kuziba lile pengo, akaanza kujipendekeza kwa kutoa zawadi. Hivi mnamuelewa shetani? Ndio ilikotoka inaitwa Valentine Day, sikukuu ya wapendanao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikukuu za Bwana ni hizi, nikusomee. Sikukuu ya kwanza ni Sabato, ambao hii Sabato ni lugha ya kivuli. Hii sikukuu ni sikukuu ya watu watakokuwa mbinguni, wakishashinda duniani, wakamaliza, wakaenda na Yesu Kristo kwenye Yerusalemu mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Ndio watafurahi na kumsherehekea Mungu milele na milele. Ni sikukuu ya kwanza ambapo Mungu aliwaambia wana wa Israeli waifanye, yenye tafsiri hiyo fupi niliyokupa. Haleluya. Sabato ndio sikukuu ya kwanza Mungu aliyoiagiza. Hizi ndizo sikukuu zangu. Soma. Sawa? Soma hapo kwenye Mambo ya Walawi 23. Narudia tena, Mambo ya Walawi 23. Narudia, Mambo ya Walawi 23. Ili kiwe kichwani mwako. Sikukuu za Bwana ambazo Musa akawaambia, akasema nena na wana wa Israeli kwa maagizo ya Mungu, na kuambia sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu.
kuwa ni kusanyiko takatifu. Hizi ni sikukuu zangu: ya kwanza Sabato, ya pili Pasaka, ya tatu mikate isiyotiwa chachu. Hiyo ni sikukuu ya tatu. Ya nne sawa sikukuu ya majuma. Sawa ya tano ilikuwa ni sikukuu ya mavuno, ambayo huku ameandika malimbuko. Hizi zinakuwa mara nyingi ni sikukuu za mavuno. Namfurahia Mungu wa kuwabariki na kuwapa chakula baada ya msimu wa mvua. Mvua imenyesha ya kutosha na chakula mmevuna vizuri, nimeweka sikukuu. Ambao hii sikukuu ya mavuno ni unyakuo, inawakilisha unyakuo. Sikukuu zote hizi zina maana. Ya Pasaka ndio hii ya Yesu. Leo walichinja mwana kondoo, leo ni Yesu. Sawa Mkate usiotiwa chachu inamaanisha wewe kama unampenda Mungu, lishike neno hili la Mungu bila kuligushi. Usilichanganye na kitu cha dunia, usilichanganye na uongo. Ndio maana ya mkate usiotiwa chachu. Sabato nimekwambia tafsiri yake. Malimbuko nimekwambia ni unyakuo, ambao ni mavuno, sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya majuma pamoja na sikukuu ya sita ni sikukuu ya nini? Vibanda. Tumeshasikia sikukuu za vibanda. Sikukuu ya vibanda inawakilisha miaka ile 1000 tutakaokaa na Yesu Kristo duniani. Ndio sikukuu ya nini? Ya vibanda. Na mwisho kabisa sikukuu ya majuma. Kuna hii sikukuu ya majuma ambayo wenyewe sitakwambia maana yake. Jumla zinakuwa 7. Hizi ni sikukuu za Bwana. Majuma. Okay, ngoja nitaje: Sabato, Pasaka, mkate usiotiwa chachu, sikukuu ya mavuno. Ngapi hizo? 4. Sawa. Halafu sikukuu ya vibanda hapa sio 4 bwana. 1 2 3 4. Ndio sikukuu 4. Halafu sikukuu ya vibanda tayari. Halafu hiyo ni sikukuu ya 5. Sawa. Sikukuu ya 6 ndio tunaitaga ile Pentecoste, zile sikukuu za Pentecoste ambazo huku nikikuongelea sasa nitakuvuruga. Hatuendi ndani kwa tunasitaja tu. Sikukuu ya nini? Ni ya 6. Halafu ya majuma. Sawa zinakuwa sikukuu 7. Hizi ndizo sikukuu za Bwana. Jamani, mimi ni mwalimu wa neno la Mungu. Mungu anifundisha hii Biblia sio kuliko watu wote, lakini mimi hii Biblia naionaga kwa macho ya mbinguni. Sasa kuna sikukuu moja maarufu sana, Christmas. Ile sikukuu sio ya mbinguni, ni ya dunia hii. Mbinguni hawaijui. Christmas ni sikukuu ambayo mbinguni hawaijui. Ni sikukuu ya dunia hii ambayo haikutoka mbinguni. Kama haikutoka mbinguni, imetoka wapi? Utajaza mwenyewe. Christmas ni sikukuu ambayo umeiona huku. Hizi ndizo sikukuu zangu. Mungu anasema hizi ndizo zangu, sio mimi. Jamani, angalia kwenye Biblia yako. Mungu anasema hizi ndizo zangu. Hakuna sikukuu yoyote huko ambayo iliwakilishwa na Krismasi. Yaani iliwakilisha Krismasi. Haipo.
Mwingine anaweza akasema sikukuu ya malimbuko. Sikukuu ya malimbuko. Hapana. Sasa kwanza, kitu cha kwanza nataka leo tuangalie sababu 7 za haraka. Twende sababu 7 ambazo yawezekana ukaenda mbinguni Mungu akakwambia mimi sikujui kwa sababu ulikuwa msherekeaji wa Christmas. Sababu 7. Tunapita kibiblia, hatupigi story. Tunapita kwenye Biblia. Zote tunapita kibiblia 1, 2, 3, sababu 7. 7 tu, ukitafuta zinaweza zikafika hata 20. Lakini leo tunaongelea 7 tu ambazo zinaweza kukufanya ukaenda jehanamu au kuzimu kwa kusherehekea Christmas. Sababu ya kwanza, tumeshaiongea. Hakuna mahali imewahi kusherehekewa kwenye Biblia. 1. 2, hakuna mahali imewahi kuandikwa isherehekewe. Yaani hakuna mahali imesha kusherehekewa. Okay, turudi kwenye historia ya kawaida tu. Mlishamsikia Yesu kakusanya watu wanakula birthday yake wakati anaishi. Tunaongea tu kirafiki. Mimi sikwambii usisherekee Krismasi. Mimi nakufundisha. Uzuri wa Mungu ni huu. Mungu aliwahi kuniambia siku moja, akaniambia, mwanangu, naijua dunia ilivyoharibika. Mambo yote utakayowaambia watu usiwalazimishe kuamini. Mungu aliniambia kabisa, usiwalazimishe kuamini. Wafundishe waelewe. Kuamini ni kazi yao. Ndio kitu Mungu aliniambia. Kwa mimi waga nakuja na kufundisha. Na masomo yangu mimi yanakorogaga watu kwa sababu yanapingana na mfumo watu waliozoea. Lakini Mungu huwa ananifundisha. Ananifundisha, nilishakwambia wafundishe, waelewe. Usiende wewe usisherekee. Mimi nakufundisha. Wewe ndio utajua. Ukienda kusherekea ni wewe. Ila mimi nakufundisha. Ukija kwenye historia, Yesu mwenyewe hakuwahi kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Na alivyokufa akafufuka, kina Petro akabakia na kanisa. Sijawahi kumsikia mahali Petro kasherekea nini? Siku ya kuzaliwa Yesu. Wala Yohana, wala Yuda. Yuda walikuwa wawili. Kuna Yuda msaliti na kuna Yuda mwingine. Mpaka Ufunuo, Biblia ilipotia muhuri kwenye sura 22 kasema, kitabu hiki cha maneno ya unabii usipunguze wala usiongeze. Ikaweka nukta. Na ukiongeza, adhabu itaongezwa juu yako. Na ukipunguza, sehemu yako katika ufalme wa Mungu, yani katika mti ule wa uzima, itapunguzwa. Sikukuu ya kuzaliwa ya Yesu hakuna aliyewahi kuisherehekea. Kama mlishawahi kusikia, nyosha mkono. Uniambie, mchungaji, mimi niliona sehemu fulani walisherehekea. Yesu aliyokuwa anaisherehekea ni Pasaka. Na hiyo ndio alikuwa anakusanya watu. Hata aliwaagiza wale wanafunzi wake, nendeni mkatuandalie kule. Mkifika kule, mwambieni Bwana ametutuma tuandae kwa ajili ya yeye kuja kusherehekea Pasaka. Na Yesu akakaa na watu wake, wakashiriki na meza ya Bwana, wakala vizuri, wakafurahi. Nini? Pasaka. Sikukuu ya kufa kwake ndio alisherehekea. Sikukuu ya kufa, kwa sababu Pasaka ni kondoo aliyechinjwa na baadaye Yesu akaja akachinjwa. Sikukuu aliyosherehekea Yesu ni kufa kwake. Jana tulikuwa Moshi mjini. Hakuna hata shamla za watu. Watu wako busy na mambo yao. Hata Waislamu hawajui. Hata wale nini? Sikukuu inayosherehekewa duniani, dunia nzima, na kila kiumbe ni Christmas. Yaani hiyo kila kiumbe. Huyu Krismasi ni nani huyu? Kisi kwambi, lakini sawa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwenye Biblia
Haipo. Wewe kama unanibishia niletee. Lakini mahali kwenye Biblia Mungu amesema fanyeni mbiu, alizotaja ni 7. Hiyo nyingine mmeitoa wapi? Sababu ya pili, Biblia imekataa kufuata desturi za mataifa. Sababu ya pili, Biblia imekataa wanaojiita wa kwake, yani wanaojiita wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Mungu kawakataza kufuata desturi za mataifa. Mambo ya Walawi 20:23. Tunaenda taratibu ili tumalize, tukae tule chakula. Bwana atukuzwe, twende nyumbani. Hii yenyewe hata mimi nimecelebrate. Hata leo ninakula vizuri kweli. Maana Mungu akiniuliza nitamwambia uliweka iwe amri ya milele. Au nikuonyesha andiko ambalo Biblia inasema Pasaka iwe amri ya milele. Kutoka 12:14 kasome. Na hii ni amri ya milele, mtasherehekea Pasaka. Amri ya milele. Kutoka 12:14. Mambo ya Walawi 20:23, Biblia inasema, mstari wa 22 kwanza. Basi zishikeni amri zangu zote na hukumu zangu zote na kuzifanya. Yani fanyeni yale mimi Mungu nao waelekeza. Yale ambayo nimewakataza, yale niliyowaruhusu, yale ambayo nimewashauri, fanyeni. Ndio maana yake, sawa? Ili kwamba hiyo nchi ambayo ninawapeleka ninyi kuiketi isiwatapike. Mkienda kinyume na Mungu, kuna namna shetani atawatandika, atawavuruga. Hamtaweza kukaa kwa Mungu. Nchi itawatapika, mtatupiwa ambako hamkutakiwa muwe. Usipokuwa kwa Mungu utakuwa wapi? Jehanamu. Full stop. Kwa kuenda kinyume na maelekezo. Sasa mstari wa 23. Nanyi msiende kwa kuziandama desturi za mataifa. Nanyi msiende kwa kuziandama desturi za mataifa. Okay. Sasa twende tukaistudy Christmas. Ilikotoka. Nenda kwenye simu yako kagugo historia ya Christmas. Sawa? Ukigugo utakuta mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, ilianzia Roma. Jambo la pili, na sambamba na hili, wokovu, Biblia inasema wokovu watoka kwa Wayahudi. Chochote ambacho hakijatoka kwa Wayahudi usikifanye. Sasa huko hatujafika, tutafika baadaye. Ukigugo utakuta ilianzia Roma. Karne ya 4. Kwa mfalme aliyekuwa anaitwa Julius wa kwanza. No, sio mfalme, Papa Julius wa kwanza. Huyu Julius wa kwanza, ukisoma historia, kuna sherehe zilizokuwa zinafanyika Roma, zilizokuwa kwenye kalenda yao, kalenda ya miungu yao. Sikiliza maelezo. Ukienda kugugu utakuta hivyo. Na Mungu ni mwaminifu, hajawahi kufanyaga waifute. Wameiacha hivyo hivyo. Kuna kalenda ya Waroma, ambao hii kalenda ya Waroma ilikuwa ni kalenda iliyotengenezwa na miungu yao. Ndani ina sherehe zao za miungu yao. Hii kalenda imeanza miaka 1400 hata kabla ya Yesu kuzaliwa. Walikuwa wana sherehe zao za kuabudu miungu yao. Ikiweko miungu jua, mwezi. Sawa sawa eh? Na sikukuu moja kubwa waliokuwa wanaisherehekea tarehe 25
ilikuwa ni sikukuu ya jua wa 32, na roho za manabii huwatii manabii. Kama nyinyi mna Mungu, basi mtanitii mimi. Ni Wakorinto, ni mahubiri, lakini leo mnafanya mauzauza. Lakini kama mna Mungu, roho za manabii huwatii manabii, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Akaendelea kuongea. Baadaye mstari wa 26 akauliza, au neno la Mungu lilitoka kwenu? Jamani, neno la Mungu limetoka mbinguni likapita kwa Wayahudi. Ukitaka kumtumikia Mungu, neno la Mungu halijatoka kwa wasumbwa, kwa Wahehe. Neno la Mungu limetoka kwa Wayahudi. Twende andiko lingine, Yoshua 1. Ukitaka kukaa na Mungu, fata ya Mungu, acheni mbwembwe za hao watu. Yoshua 1 kuanzia mstari wa 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye walithisha watu hawa nchi hii niliwaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Kila unalolifanya, Biblia inataka leo limeandikwa hapa. Sio mimi nawaambia, nimekusomea. Kila ulitendalo ulifanye sawa sawa. Sababu ya 5. Biblia haishauri kwa kawaida tu. Mbinguni na utaratibu wa Mungu haishauriwi sikukuu au furaha ya watu iwe siku ya kuzaliwa. Yaani ukichukua siku ya kufa na siku ya kuzaliwa, mbinguni